ya 3 maombi ya Alhamisi ile nilikuja baadaye. Sasa mimi nilikuwa sijui, nilikuwa nahisi tu maumivu chini ya tumbo nilipofanyiwa operation. Sababu huyo mtoto nilijifungua kwa operation, nikasema labda kwa vile wanasemaga eti kuna muda na kwa tu panauma, si wakati wa mawingu na nini, kwa tunapotezea. Kumbe baba hiyo siku akawa ameona kuna vitu vilikuwa vimewekwa mle kama mtego ambao nilikuwa mimi hata sijui. Kwa hiyo kama vimefichuliwa na sasa nimepona, nijisikia tu vizuri. Wewe saizi hamna maumivu tena? Uko safi? Ndio. Unajisikia raha? Ndio. Hiyo raha isipotee kwa jina la Yesu. Amen. Nawe upokea hapo ulipo kwa jina la Yesu. Pokea na wewe kwa jina la Yesu. Pokea raha na wewe. Mungu akubariki sana. 3 tayari. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi pia napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Kwa kweli nina furaha. Katika madhabahu hii nimeona Mungu akinitendea mambo makubwa ambayo akili ya binadamu haiwezekani. Kwa akili ya kwangu mimi mwenyewe nilifikia hatua mwisho nikasema imetosha. Lakini nilipata neema nikamtembelea dada yangu Mama Panueli. Nilipofika pale nyumbani kwake akaniambia karibu kanisani, kuna semina zinaendelea. Nilikuwa na mizigo, yani nilikuwa nimebeba afu naanza hivi, mimi kweli mimi nitaponaga kweli haya maisha haya. Lakini nikasema sawa, akanielekeza. Ndio ikawa mara ya kwanza kukanyaga madhabahu hii. Nikakuta semina inaendelea. Semina ilikuwa ya utoaji wa sadaka.